unabahatisha, unasema unaenda kwa kujaribu. Mungu anataka ujue nafasi yako. Mungu anataka ukae kwenye nafasi aliyokuitia. Tamani kujua nafasi yako jioni leo. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Nimesikia neno lako ya kwamba nikae kwenye nafasi uliyoniitia. Bwana Yesu, nimekuwa naenda kwa kubahatisha kwa muda mrefu. Nimekuwa nikibahatisha kwa habari ya huduma, kwa habari ya karama. Nimeiga wengine kitu ambacho hukukiweka ndani yangu. Bwana Yesu, nijulishe leo, nikae kwenye zamu yangu, nikae kwenye nafasi yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila nguvu ya adui ambayo inanipoteza, ambayo inanitoa, ambayo inanipoteza ili nisikae kwenye nafasi yangu, inajua kwamba nikikaa hapo nitazama tunda katika ufalme wako, nitabarikiwa, nitainuliwa. Hiyo roho inazuia nisikae kwenye hilo eneo ambalo Mungu uliniwekea tangu zamani. Jioni ya leo, ewe shetani unayenizuia, ewe shetani unayepiga ili nisijue kusudi la Mungu juu ya maisha yangu, jioni ya leo na kuapisha kwa jina la Yesu. Achia leo, achia leo, achia kwa moto, achia kwa moto, achia kwa moto. Ewe shetani unanipeleka kwenye wito ambao sio wa kwangu, jioni ya leo na kuapisha kwa jina la Yesu. Toka niachie, toka niachie, toka niachie. Achia huduma, achia vipawa, achia wito wako, achia wito wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu mwambie achie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba kwa mamlaka. Unatumika leo, una amani, adui anataka utumike hapo, sio Mungu. Jioni ya leo simama kwa jina la Yesu. Kila roho inayokupoteza, kila roho nayo inakupoteza, na wito wako unahepiwa, unahepewa, unahepewa, unahepiwa. Yesu,
nikae hapo kwa jina la Yesu, maana hapo umeamuru baraka, maana hapo umeamuru ustawi, maana hapo umeamuru mafanikio. Nijulishe Bwana, nikae kwenye zamu yangu, nikae kwenye nafasi yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe shetani, kuisha somo hili hutaniweza tena. Nitamtumikia Mungu kwenye zamu yangu, kwenye nafasi yangu, na sitatoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kumenisikia, kwa kumetenda, katika jina la Yesu. Amen. Piga Yesu makofi. Bwana asifiwe. Tutaendelea kesho zaidi. Kesho tutafanya na maombezi. Ili kama umeshikiliwa adui atake utumike, basi Mungu atakufungua. Amina. Lakini wewe mwenyewe pia una maombi binafsi ya kujua kutumika nje ya karama yako ni kupoteza muda. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kutumika nje ya kipawa ambacho Mungu alikusudia ni kupoteza muda. Kwa Mungu anataka utumike mahali husika. Amina. Kwa hiyo tamani kujua ili usiendelee kupoteza muda kwa vitu ambavyo havikuhusu. Bwana asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu, atakujulisha. Ili somo ni refu, linazungumzia pia namna ya kujua nafasi yako. Amina. Kutojua namna gani unaweza kutambua nafasi yako ni ipi. Inawezekana sasa unasema ni mshirika tu wa kawaida, lakini kuna kitu unacho ila hujui kwamba ni kipawa. Bwana asifiwe sana. Kwa utaelewa na utaanza kutumika. Ni mwaka wa kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Chukua sadaka yako, nenda kuomba. Baada hapo tuelekee nyumbani, baadaye turudi kwenye mkesha. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo nimelifikisha kwa watumishi wako. Naamini wameelewa, na Mungu taendelea kusema nao katika wingu wa Roho. Roho Mtakatifu taendelea kuzungumza nao. Asante kwa ajili ya saa hii tunapoenda kuahirisha ibada hii kwa matoleo. Bariki kila mmoja Bwana anaenda kunyosha mkono wake kukutolea. Naomba usimwache wala usipungukie. Bariki maisha yake, bariki huduma yake, bariki wito wake, bariki kazi za mikono yake, bariki kila anachofanya kikawe baraka katika jina la Yesu. Bwana, hata tunapotoka mahali hapa, kila mmoja namweka mikononi mwako Bwana. Naomba uenende pamoja nasi, tangulie nyumbani kwetu, uende pamoja nasi. Nguvu za giza, roho za visasi, roho za yule adui hazina mamlaka juu yetu, juu ya mmoja wetu, katika jina la Yesu. Nakemea mauti, nakemea roho za ajali, roho za visasi, nazikemea zote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na si neema yako na baraka zako na uwepo wako uende pamoja nao, uwalinde na watunze katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana.